Habari wanapai, happy Pi Day 2025 tena. Hatimaye tumeingia kusherehekea miaka 6 ya Pi Network kuanzia kuanzishwa kwake tarehe 14 Machi 2019. Hatimaye nao tunafikia miaka 6. Tumemwona Dr. Nicolaus Kokkais akielezea kwamba Pi mpaka this time imeweza kutake place katika ulimwengu wa ecosystem. Ila pia akatuambia kwamba ametuletea kitu kipya ambacho kinaitwa Pi Domain Auction. Pi Domain Auction nini? Auction ni mnada. Na tafsiri ya mnada ni kwamba yule ambaye ataweka kiwango kikubwa kwenye kununua bidhaa fulani ndiye atapewa ile bidhaa. Kwa hiyo huu mnada tunaofanya ni kwamba bidhaa inauzwa hapa ni hizi Pi domains. Kwa hiyo katika Pi domains ambayo itakuwa na stake kubwa kuliko zote ndiyo ambayo itashinda. Na zoezi hili litaanza tarehe 14 ambayo ilikuwa ni jana mpaka tarehe 28 ya mwezi wa 6. Nikiliangalia hili swala la mnada, naona nyuma ya pazia kuna kitu ambacho kinataka kutengenezwa. Ni kwamba katikati hapa nadhani watu walikuwa na sintofahamu ya kusema kwamba jamani, zile Pi ambazo ziko kwenye exchange uruhusiwi kununua kuzileta kwenye Pi wallet. Ila mwisho wa siku wenyewe hapa wamesema kwenye kipengele chao kwamba watu watakuwa na uwezo wa kuchukua Pi kwenye exchange, wataweza kuzitumia kufanya binding ndani ya ecosystem. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba wanatambua kwamba kuna Pi ziko kwenye ecosystem na mtu anaweza kuzinunua na kuzileta ndani ya mradi. Naona anaweza kuzitoa kule kwenye exchange akazileta ndani ya mradi. Kwa hiyo wale walikuwa wanasema msinunue Pi kule, mkizileta huku sijui hazichangamani, sijui utafungiwa account. Hapana. Pi team wameziidhinisha zile exchange na wameruhusu kwamba watu waende wakazinunue zile wazilete ndani. Ndio maana hapo kwenye Pi Domain Auction wamesema kabisa kwamba watu ambao watakuwa na uwezo wa kwenda kuchukua Pi kwenye exchange wataweza kuzitumia kufanya binding. Na maana zile ambazo ziko kwenye exchange ni real Pi na Pi team hazifahamu. Kinachoonekana hapa kinachotengenezwa ni kwamba kuipa Pi thamani, kwa sababu ili mtu ashinde auction, ashinde huu mnada, lazima stake high amount of Pi. Hii ina maana kwamba sio kila mtu ambaye ana high amount of Pi kwenye wallet yake. Kwa hiyo hii automatically itamlazimu aende kwenye exchange na kufanya transaction ya kuzinunua Pi. Aidha atanunua Pi 30,000, atanunua Pi 5,000, atanunua Pi 1,000,000, ili mradi tu afanye stake ashinde mnada kutokana na domain ambayo yeye atahitaji au ataipendelea. Kwa hiyo kinachotengenezwa ni kwamba kila ambaye ataenda kununua ndipo Pi itazidi kupanda thamani, kwa sababu Pi itakuwa adimu kwenye exchange kutokana na transaction za kununua zitakuwa ni nyingi. Naona? Kwa hiyo ili mtu ashinde hii domain, ashinde hii call for action, lazima astake high amount of Pi. Kwa sababu kuna domains ambazo wewe unahitaji, kuna mwingine anahitaji, kuna mwingine anahitaji, kuna mwingine anahitaji. Kwa hiyo anafanya nini ili aweze kuipata hiyo domain? Lazima astake high amount of Pi. Na hizo high amount of Pi yeye kwenye wallet zake hawezi kuwa nazo, au wanaweza wakawa nazo ila ni wachache, so what.
Sasa atafanyaje ili aweze kustake high amount of Pi? Lazima aende kwenye exchange ambazo zilipita KYB, anunue high amount of Pi, then azilete kwenye wallet yake, azifanyie binding. Kwa hiyo nyuma ya huu mnada kuna hicho kitu, ni kuifanya Pi kuwa na thamani, skyrocket kule kwenye market, kwamba amount of Pi ambayo itanunuliwa ikiwa kubwa, basi Pi ita skyrocket. Ndio maana mwanzoni mliambiwa msiuze Pi zenu, mzikeep, kwa sababu kinachokuja wao wanakifahamu. Ndio hichi kutoka mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 6, takriban kuna miezi mitatu. Ndani ya hii miezi mitatu mpaka kufikia hiyo tarehe 28 mwezi wa 6, Pi lazima itakuwa imepanda thamani kutoka hapo ilipo mpaka kufikia hapo itapokuwa. Kwa hiyo lengo kubwa la huu mnada Pi Domain Auction hii ni kuifanya Pi iwe na thamani, skyrocket kwenye market, kwamba trade za buying zitapokuwa nyingi, basi Pi itakuwa na thamani kwa sababu itazidi kuwa adimu kwenye exchange. Kwa exchange itazidi kupandisha thamani ya Pi. Kwa hiyo tunaelekea kwenye price ya Pi ambayo inatakiwa. Hili jambo linafanyika dunia nzima. Kwa hiyo dunia nzima ikifanya staking ya Pi, automatically exchange lazima bei ipande. Kwa hiyo wengi wataenda kwenye exchange, watanunua Pi, watazileta ndani ya ecosystem, watafanya binding. Sijui unanipata hapo? Kwa hiyo mkae kwa kutulia. Huu mradi, this is a giant project. Kama mlivyokuwa naambiwa, mradi wa Pi ni mkubwa kuliko unavyofikiria, na watu ambao wako nyuma ya mradi wa Pi Network wana akili kupitiliza, wanajua ambacho wanakifanya, hawabahatishi. Wanajua kwamba tutatoka hatua hii tutaenda hatua nyingine. Hii Pi Domain itakusaidia nini? Nadhani wale ambao wanamiliki website, kwa mfano website, unamiliki website labda juma.com au tanzania.com, tumezoeaga tunanuaga kitu kinaitwa domain. Domain inakuwezesha wewe kuwa na access ya moja kwa moja ya taarifa zako ambazo zitakuwa ziko uploaded online, kwamba extension hiyo domain, kwamba kwa mfano .com.co.tz, ambayo inakuwa na jina lako unique, kwamba ukitaka kunipata mimi, kampuni yangu labda sema labda skyrocket.com, ina maana mtu akiingia kwenye skyrocket.com ataweza kupata information zako ambazo zitakuwa uploaded online. Kwa hiyo kimiliki domain, ina maana utakuwa na uwezo wa kutengeneza website yako ambayo unaweza ukaweka bidhaa zako na vitu vingine ambayo itakuwa na extension moja kwa moja ya nini, ya Pi. Kwa hiyo masuala ya hosting sio nini yatakuwa provided na Pi. Unaona? Kwa hiyo Pi wanataka kuja kutengeneza platform ambayo watu watakuwa wanasajili website zao kwa kutumia domain ya Pi, ambapo watakuwa wanalipa Pi. Na ili walipe Pi lazima wazipate wapi? Lazima waende kwenye exchange, wazinunue, waende wazilipe kwenye hizo website ili kupata hii .pi domain. Kwa hiyo unaona mradi wa Pi ni mkubwa. Kwa hiyo mkae kwa kutulia, msiwe na papara. Tayari umehold asset ambayo itakusaidia kwenye maisha yako. Kwa hiyo kaa kwa kutulia, maisha ya kila siku yaendelee. Mimi ningependa kama mtu ana uwezo aende atengeneze domain yake ambayo tayari ashafanywa migration, lakini ashafanywa migration. Kama ana amount of Pi anaweza kastake. Minimum of staking ni Pi 10. Kwa hiyo kama utakuwa na Pi, unaenda kwenye zile KYB verified exchange, unanunua Pi, unazileta huku kwenye kwenye Pi wallet, unafanya binding ya customized domain name yako ambao unahitaji iwe na hiyo domain extension ya Pi. Unafanya customize. Wale ambao watakuwa na changamoto jinsi gani ya kununua Pi kwenye exchange na kuzileta kwenye Pi wallet, you can call me. I will instruct you how to do it. Kwa hiyo muwe na happy Pi Day njema. Asanteni.